Imani au kujitolea kwa kudhani. Haya ni mambo mawili ya kipekee sana, lakini yanakaa kukaribiana na kwa wengi inaleta kuchanganyikiwa. Tuombe ili tuingie tuelewe somo hili. Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa Mungu mkuu. Nena nasi katika ujumbe huu, tubarikie kwa njia ya kipekee, ni kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Wapendwa, ningependa kuwakumbusha kwamba kuna tofauti kubwa kati ya imani ya kweli na kujitolea kwa kudhani. Mbona niseme hivyo? Imani ya kweli kwa mujibu wa Biblia ni ile ambayo inategemea neno la Mungu na kufuata maagizo yake. Na upande mwingine, kujitolea kwa kudhani ni hatua ya kuchukua hatua bila ya uongozi wa Mungu, huku ukitarajia matokeo mazuri. Tunahitaji imani, sio kujitolea kwa kudhani. Kwa hivyo, kumbuka katika maandiko tunaambiwa imani ni kuwa na hakika ya mambo yasiyoonekana, bayana ya mambo yatarajiwayo, kwa mujibu wa Ibrania 11:1. Lakini sasa kujitolea kwa kudhani ni kingine. Sasa ndio maana naomba tukumbushane katika Biblia. Haya mambo tutofautishaje haya mambo mawili? Kwanza, katika maandiko tunaposoma katika hadithi ya Yesu, nianzie Yesu. Anapojaribiwa katika jangwa, shetani anakuja kama malaika wa nuru. Anakuja anamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, badilisha mawe yawe mkate ule. Unajua hiyo, anataka Yesu ajitolee kwa kudhani. Mungu hajamwambia abadilishe mawe, na Mungu anajua ana njaa. Shetani alimjaribu kwa hilo, Yesu akashinda. Shetani hakuachia hapo, akamchukua Yesu tena kwenye jumba kuu, akamwambia jirushe. Biblia imeandikwa atatuma malaika. Lakini swali ni je, Mungu anasema tumjaribu? Yesu alimjibu aje? Usimjaribu Mungu. Sio hivyo tu tena, lile fungu ambalo shetani anamletea Yesu analitaja kwa nusu, kwa maana maandiko yanasema malaika watakulinda katika njia zote wakati uko katika njia ya Mungu. Lakini sasa hapa shetani anataka Yesu afanye jambo pasipo kuongozwa na maandiko, jambo ambalo maandiko aliambatani nalo. Kujitolea kwa kudhani hatari sana. Unayafanya mambo pasipo kuzingatia maandiko na ukitarajia mbaraka wa Mungu, hatari kubwa. Nilipokuwa nasoma pia, Yesu alipoambiwa jirushe alikataa, kwa maana alijua hii sio imani ya kweli, na hii ni kwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu na utarajii mibaraka yake. Naomba nikukumbushe mfano mmoja tena. Mnakumbuka Samsoni? Alikuwa anashinda, amepewa nguvu, anashinda, anafanya mambo, lakini ikafika akaanza kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Na alipoenda paka kashikamana na malaya. Na alipoingia huko ambapo haikuwa mpango wa Mungu, akalewa. Na kumbuke Mungu alisema asilewe. Akafika kwa kulewa, akaingia kalala, akanyolewa nywele. Sasa yule dada akaanza kumkejeli. Alipoinuka akafikiria ni kawaida, nimekuwa nikiinuka mbio napigana vita. Hana habari amemwacha Mungu na Mungu amemwacha. Hatari kubwa ya kujitolea kwa kudhani. Mfano mwingine katika Biblia, mnakumbuka Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli. Akaambiwa ngoja siku 7 Samueli akuje atoe kafara uende vita na Wafilisti. Alifanya nini? Maandiko inasema siku ya 7 ilipofika, akaanza kuangalia watu wanamtoroka, maadui ndio hao Wafilisti wanaingia. Akaona kana kwamba anafaa, akaitisha kondoo, akaanza kutoa kafara. Swali, aliambiwa atoe kafara? Mungu hakusema atoe. Kazi yake ni kusubiri Samueli aje atoe kafara kisha aende vitani. Hiyo ni hatari kubwa. Kujitolea kwa kudhani ni hatari. Kuwa na imani, usijitolee kwa kudhani. Ndio maana ukisoma Yohana Injili 14:15 inasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hivyo kama una imani ya kweli, utashika amri ya Mungu, utafuata maelekezi ya Mungu, utaenda Mungu anavyokuelekeza. Mfano mwingine katika kitabu cha 11 Waibrania 29 ni Waisraeli na Wamisri. Ni nini iko huko? Nasoma ilivyoandikwa. Maandiko matakatifu, neno la Mungu linasema hivi: kwa imani Waisraeli wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu,
Wamisri walipojaribu kufanya hivyo wakatoswa. Mbona wakatoswa? Mungu hakuwaambia wapite. Waisraeli waliambiwa pita. Kwa hivyo kujitolea kwa kudhani ni hatari. Itakuletea mauti, itakuletea uangamifu. Kuwa na imani na enenda kwa mujibu wa Biblia Mungu anavyosema. Kuna kitabu inaitwa Njia Salama, sura yake ya 7 inasema hivi: imani ya kweli daima ufuata kutii. Ufuata utiifu. Kama ni imani unayo, utatii sauti ya Mungu. Unajua kuna Wakristo wengi sasa hivi wanataja Yesu, wanafanya mambo ya Yesu, lakini hawafuati sauti ya Mungu. Ikiwa ni ibada, Mungu anasema itunzeni sabato na kuitakasa, wanasema sio lazima, tunaweza tunza hata Jumapili. Hiyo sio imani, ni kujitolea kwa kudhani. Mungu anasema ubatizo ni kwa maji mengi, wanaleta kunyunyizia, wanasema hata hiyo ni ubatizo. Hiyo sio imani, hiyo ni kujitolea kwa kudhani. Jambo jingine nikasoma, kujitolea kwa kudhani ni kutenda bila ya maagizo ya Mungu, kisha unatarajia msaada wake. Ukisoma kitabu inaitwa Wazee na Manabii, ukurasa wa 392, nakuambia hivyo. Mungu atulazimishi kuchukua hatua zisizo na hekima ili kututhibitishia kuwa ana nguvu. Itakuwa makosa kubwa. Fuata maagizo ya Mungu. Ukiwa na imani ya kweli, unatii na kufuata sauti ya Mungu. Kwa hivyo imani inaleta amani. Jamani mpendwa, imani ya kweli inaleta amani kwako, italeta amani kwangu, italeta ulinzi, na sio hivyo tu, uhusiano wako wa karibu sana na Mungu, imani. Lakini unapojitolea kwa kudhani, ni hasara, ni mashaka, na uhusiano wako na Mungu utasambaratika na utakosa msaada wa Mungu. Ninamaliza vipi? Mimi nawe tunapaswa kutofautisha kati ya imani na kujitolea kwa kudhani. Ndio maana sasa Daudi anaomba ombi lifuatalo: ili upokee ulinzi wa Mungu, upate amani ya Mungu, utulivu, kuwa na imani iliyo hai ambayo inatii na kufuata maagizo ya Mungu. Kujitolea kwa kudhani inaleta hasara, kwa maana unaenda pasipo mwelekeo wa Mungu. Ndio maana naomba ili iwe ombi lako kabla ya kuomba. Kitabu cha Zaburi 19:13. Maandiko yanasema hivi, ni ombi la Daudi, iwe ombi lako pia: umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi, yasinitawale mimi, ndipo nitakapokuwa kamili, nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie nami. Atutolee mambo ya kiburi, ndio hiyo kujitolea kwa kudhani, ili tusije tukamtende dhambi na mambo haya yasitutawale, pale tumpendeze Mungu, tuwe kamili. Na Mungu akubariki, uwe na imani iliyo safi, iliyo hai, kupa amani na ulinzi na msaada wa Mungu, ikusongesha karibu na Mungu. Usijitolee kwa kudhani, hasara, mashaka, huzuni, na itakutenga na Mungu. Mungu akubariki. Baba, pokea sifa. Wewe ni mkuu na unatulisha. Tubariki kabisa na neno lako takatifu, litujenge na tuwe na imani iliyo safi, bali tusijitolee kwa kudhani. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen.